Dada Furaini, karibu sana. Asante, mmekaribia. Tusikia hapo umetokea hapo. Metokea Madale. Umetokea Madale? Ndio. Kulikoni, nini kimekuvuta kuja kwetu? Kilichonivuta kufika hapa, kuna mwenzangu alinipa ushauri akaniambia naomba nikupe namba ya dada Joyce Kiria kama uko tayari kufanya kazi. Nikamwambia nipatie. Baada ya hapo niliongea na watendaji wa kazi, wakanipa vigezo na masharti yao, nikavifuatilia ndio nikaweza kufika hapa. Okay, kwa hiyo kabla hujaja ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa najishughulisha. Nani? Nilikuwa nauza matunda. Kwa hiyo matunda na hii kazi wewe umeona kipi bora? Ni kazi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu najiwekea malengo. Ndio, umeweka malengo, lakini ulikuwa unafanya biashara matunda na sasa hivi unakuja kufanya kazi ya ndani. Kipi umeona? Yani umeona biashara matunda hailipi, kazi za ndani zinalipa au ni nini? Yani kipato ni kidogo cha utafutaji wa matunda. Ndio. Okay. Kwa hiyo lengo lako la kuja kwenye mradi wetu hasa unachokitafuta nini? Natafuta msingi wa kuja kuendeleza baadaye kipato changu. Okay, kwa hiyo ni msingi wa kwenda kufanya kitu gani, au una target kupata shilingi ngapi kupitia kazi hizi? Yaani msingi ambao nimejiwekea kuanzia 500,000. Kwa sababu kitu ninachotaka kufanya, nataka kuuza madera. Madera na raba za mitumba. Ndio. Okay. Sawa, kwa mradi wetu hela unayo target ni ndogo, kwa sababu daraja la chini kabisa la traditional dada mtu anatengeneza 1,800,000 kwa mwaka, na sisi mkataba wetu ni wa mwaka. Ndio. Kwa hiyo ukipata 500,000 yako, manake utakimbia kwenye kazi wakati tushakubaliana kwamba mwaka ndio utaratibu wetu, au itakuwaje sasa? Hiyo hapana, kukimbia. Yaani hiyo ni kama nimejiwekea mimi. Ndio, lakini kwa sababu yani niseme sijajua kiwango ambacho kinauzwa, lakini kwa hicho kiwango ambacho nimetaja nimetaja tu, lakini siwezi nikasema nikimbie kazi, hapana. Sasa unajua hapa hatuaminiani kwa maneno, kwa sababu wako wenzako ambao wanakuja wanajiongelesha vizuri hivyo, lakini mwisho wa siku hamna kinachoendelea. Yaani mtu akipelekwa kazini anaanza longolongo hivyo. Ndio maana sisi tumeweka utaratibu ambao unafikiri umeuona, kuna dhamana, si ndio? Hizo zote ni katika kuhakikisha angalau tunaweza kudhibiti wale ambao wanakuwa hawana malengo ya muda mrefu. Aidha wasije kabisa, au wakija basi kuwe kuna kitu ambacho watakuwa na wao wamechangia kituo, ili hawa watu tunaowahudumia waweze kupata huduma nzuri. Maana bosi anapokuja hapa kupata dada analipa gharama kwanza za uendeshaji, lakini anaahidiwa kwamba udada atakaa mwaka. So usipokaa mwaka inakuwa ni mtapeli, inakuwa sio kitu kizuri. Na wewe unapokuja hapa tunakuhudumia, afu unatuambia utafanya kazi na sisi mwaka, ukifika huko unaenda kuleta mambo ya uswahili longolongo, mara uongo, inakuwa sio vizuri, unajikosesha baraka. Unaweza ukaona umetukomoa sisi, lakini unajikomoa mwenyewe. Anyway, so sisi nafikiri mengi umeshaambiwa na watendaji wetu hapa ofisini, taratibu zetu za kazi, jinsi tunavyofanya kazi. Lakini kuna hizi nyenzo ambazo tumewaandalia kwa wale ambao wanania kweli na dhamira ya kufanya kazi vizuri ili walipwe vizuri. Pia kuna huu mwongozo ambao unaweza kukusaidia. Zaidi ya hapo ni wewe mwenyewe sasa kujituma kweli, maana hapa maneno hayawezi yaani maneno yanajitenga, ni kama mafuta na maji. Utajisemesha hapa, nimekuja, nimeshauriwa, nimeambiwa, lakini kama kweli una dhamira ya kutoka kwenye umaskini, matendo ndio yatakayosema. Utakapopelekwa kazini, jinsi utakavyofanya kazi, na level yako pia.
level unaweza ukawa ni traditional sijui, lakini uwezo wa kutoka kwenye traditional na kwenda smart na kwenda professional, yani ni kitu ambacho kinawezekana kwa binadamu yoyote. Kwa hiyo ndio maana tumewawekea hivi vitu viwasaidie, mjisomee, mjiongezee uelewa ili uweze kupanda daraja, kwa sababu kinachokupandisha daraja ni uelewa wako, sio tu swala la kusugua masufuria au kupika unavyojua, na kuongeza maarifa kichwani. Kwa hiyo mimi nakukaribisha, lakini kiukweli kwa uzoefu tulionao mpaka sasa hivi hatuwezi kuishia tu kuaminiana kwa maneno haya. Hapa tuna rekodi hivi ili kuweka kumbukumbu zetu, kwa sababu kama ulivyoona kwenye mkataba tunasema kwanza kupromoti mradi, kwa sababu hata aliyekushauri wewe hujatuona direct. Lakini aliyekushauri atakuwa either ametuona kwenye mitandao au ameshawahi kuja hapa. Kwa hiyo namba moja ni kupromoti mradi. Hata hao mabosi ambao wanatuona wanakuja kwa ajili ya kupata huduma, nao wanatuona. Kwa hiyo tuna rekodi hivi kwanza kuendelea kuweka awareness na kupromoti mradi wetu. Lakini pili ni kama kutakuwa na changamoto zozote, umeelewa, za wizi, udokozi na nini, tuweze kujua huyu dada anapatikana wapi, kwa sababu unaweza ukafikiri hatukujui, lakini tukio litakapotokea tutakujua vizuri zaidi, si ndio? Lakini hata tabia za ajabu ajabu, mimi hata kabla hujaenda kuiba, sijui ukafanya uhalifu, yani umeenda kazini ukazingua, mimi naitumia hii content unavyojielezea vizuri hapa kama malaika, alafu baadaye mambo ambayo yanaenda kutokea kama feedback. Yani dada tu anaamka tu huyo anakurupuka, mwingine anajiondokea kazini bila utaratibu, mwingine anaanza uongo, mara sijui mama yangu kafa, kumbe mama yake alishakufa zamani au hata hajafa, sijui naelewa. Kwa hiyo mimi kikubwa ninachopenda kusimamia kwenye huu mradi ni zile tabia ambazo zinawaweka watu kwenye umaskini. Mimi hiyo ndio huduma yangu kubwa. Kwa hiyo hii nyingine ni ziada, sijui umeenda umepata kazi umefanikiwa, hizo ni ziada, yani ni kama addition inakuja kwenye huu mradi. Umeona, yani ni kama tunazidishiwa sasa. Tukiweza kusimamia maadili ambayo Mungu anatuambia kwenye vitabu vya dini zetu, tutafanikiwa. Na tunafanikiwa kwa sababu wale wanaosimama vizuri wanapata hela, na mabosi ambao wamewachukua wadada, kuna marafiki zao ambao wanawaona nao wanakuja kwa ajili ya huduma. Kwa hiyo wale wanaofanya vizuri wamekuwa ni mabalozi wazuri bila hata kusema, wanatuletea wateja wengi. Lakini wale wanaofanya vibaya sasa na wao ndio hivyo hivyo inaenda. Lakini kwa kuwa sisi nia yetu ni nzuri, sisi hatuogopi kushare. Tunasema jamani, udada Furahini huyu alikuja hapa akajisemesha, tunaweka ulivyokuwa unajisemesha hapo. Na malengo na nini, afu baadaye tunasema alichoenda kukifanya. Kwa ili nini? Ili kuonyesha tabia ambazo zinawaweka kwenye umaskini, kwa sababu hizo tabia huwezi kufanikiwa. Watu wanafikiri kufanikiwa ni muujiza. Hakuna muujiza, tabia zako tu na unavyojenga brand kwa watu unaokutana nao. Umekuja Wadada Center, unaishije na sisi, yani unahusianaje na sisi mpaka unaondoka, yani mpaka ile tunaagana. Aidha umemaliza mkataba wako, umepata kilichokuleta kwa maana ya mtaji, umeondoka, tunatakiana heri. Hiyo ni brand nzuri. Lakini ya mambo ya kona ujanja haiwezi kukufikisha popote. Sisi wenyewe tayari tunasema Furahini hamna kitu. Mtu akishasema hivyo basi, yani ufungui baraka mbele. Umeelewa? Kwa hiyo licha tu ya kupata kazi, nataka uelewe kwamba sisi hapa kazi yetu ni kuwafundisha tabia ambazo zinawaweka watu chini ili uweze kuziepuka. Hizo za kona, mambo yote utakayoelekezwa hapa. Yani lengo ni wewe uweze kufika mbele, kufikia malengo unayoyataka kama utatusikiliza. Usipotusikiliza basi utaendelea hivyo hivyo kama wengine ambao wanaendelea kuhangaika na maisha, kuhangaika na dunia, kumbe tabia zao wenyewe ndio zinawahangaisha. Kwa hiyo dada Furahini, karibu. Asante. Karibu sana. Wewe uende ukachape kazi, lakini zaidi ya hapo jitahidi kujiongezea maarifa. Maarifa ndio yatakufanya wewe uwe dada wa gharama, dada wa bei ghali. Hata utakapoenda kwenye biashara, umesema ulikuwa kwenye biashara matunda, si unawaza kwenda kwenye vijora, si madera, si miraba za mitumba, maarifa ndio kila kitu. Kwenye kila sekta unayotaka kufanya kazi,
hakikisha unaongeza maarifa. Sasa hivi unaenda kwenye kazi za ndani, endelea kujiongeza, kujiboresha. Sisi tuna mitaala yetu ambayo inawaongoza vizuri sana namna ya kufanya kazi kwenye hii sekta ya kazi za ndani na ukalipwa vizuri. Kwa hiyo kama utasikiliza ukafanyia kazi, hakutakuwa na kitu, yani hakutakuwa na yani sio muujiza yani wewe kuwa dada ambaye unalipwa zaidi. Ila ukibweteka ukabaki hivyo hivyo, basi utaishia hapo hapo na mwishowe utakimbia, utaona kazi za ndani mbaya, kumbe wewe mwenyewe ndio una changamoto. Umenielewa? Ndio. Haya, karibu.